Utaona wakili wa Ali Lubea jana amekwepa kabisa kuzungumza swala hili. Kakwepa. Anazungumza tu mambo walisainiana mikataba. Mikataba haibadilishi, mikataba haileti umiliki wa mali. Kinacholeta umiliki wa mali ni hati halali zinazotolewa na serikali zinazothibitisha umiliki huo. Na nitawapa mfano hapa ili muweze kunielewa vizuri. Mtu anapoingia mkataba na mtu mwingine, kwa mfano wa kwenda kununua na kuuza bangi kwa malipo ya shilingi milioni 10. Ikitokea mgogoro wowote katika utekelezaji wa huo mkataba wa kununua na kuuza bangi, huo mkataba kwenye macho ya sheria unaonekana sio mkataba, kwa sababu jambo ambalo wamekubaliana kwenda kulitekeleza liko kinyume na sheria, limekatazwa na sheria. Sheria za nchi yetu zinakataza watu kumiliki bangi, kuuza bangi. Kwa hiyo kama mtu alikutuma ukanunue bangi, ukaenda ukafanya hiyo kazi alafu akakataa kukulipa kama mlivyokubaliana, huwezi kumpeleka mahakamani kwa kutumia ule mkataba. Sasa Lubea alitumia mkataba, aliingia mkataba wa mauziano ya nyumba. Mkataba anaodai alifanya na msimamizi wa mirathi. Lakini sheria imeweka kipengele kwenye hati ya umiliki wa ile nyumba kwamba kwa sababu nyumba hii iliwahi kumilikiwa na serikali, haitaruhusiwa kuuzwa mpaka miaka 25 ipite. Kwa hiyo wakati wanaingia mkataba, sheria ya kuzuia nyumba za serikali zilizouzwa kwa watumishi wake kutouzwa mpaka miaka 25 iishe ilikuwa bado inafanya kazi, na mpaka sasa inafanya kazi. Kwa hiyo mkataba wote ambao unapingana na sheria unakuwa ni batili kuanzia pale ambako unasainiwa. Sasa asije watu akawatapeli. Yaani yeye kujidanganya kwamba anamiliki ile nyumba, anajidanganya tu. Huyo kamishi, na jana amewataja watu, sijui kina Siro alihusika, sio anafahamu hili jambo, sijui. Kwanza mimi nataka niwaambie, mimi nilikuwa askari polisi zamani. Simon Siro, IGP mstaafu, mimi nimefanya naye kazi. Najua huko aliko. Jana aliposikia anatajwa kwenye mambo haya utapeli haya, atakuwa alijisikia vibaya sana, na ninaamini ataenda kukanusha. Ni aibu kwa mtu mwenye heshima kama Siro, IGP mstaafu, balozi mstaafu, mkuu wa mkoa, kutajwa kwamba ulikuwa sehemu ya kubariki utapeli ambao unapelekea watoto wa watu kuteseka. Na kuwataja watu waliowataja, wala kubadilishi ukweli kwamba hiyo nyumba haijawahi kumilikiwa na Ali Lubea na wala haitakuja kumilikiwa na Ali Lubea mimi nikiwa nasimamia swala hili. Sijui Siro alihusika, sijui nani, sijui commissioner aliandika barua gani. Kama tunabishana kwamba Lubea ndio mmiliki, hati isomeke jina lake. Hati isiposomeka jina la Lubea, maana Lubea sio mmiliki. Hayo mengine yote hao wanajifurahisha tu. Sisi tuko zetu hapa. Tunaishukuru sana serikali, hasa serikali ya mkoa wa Dar es Salaam chini ya mkuu wa mkoa Albert Chalamila na timu yake kwa kusimamia, kusikiliza swala hili, kulielewa na kwenda kulifanyia kazi, kuhakikisha kwamba umiliki unakwenda kwa neema. Sasa Lubea yeye ajiandae tu pale. Tukishachukua hati pale, hati tukishaichukua, hakuna cha mpangaji pale wala wa mnunuzi, anatakiwa turudishie nyumba ambayo aliibomoa. Arudishe ile nyumba. Anatakiwa kurudisha nyumba aliyobomoa, kwa sababu kwanza ni aibu kwa kamishna pia wa ardhi. Kamishna wa ardhi na msajili wa hati kuhusika kwenye makashifa ya hivi. Mirathi ilishafungwa. Wasimamizi walishakoma kuwa wasimamizi. Wewe unaweka kwenye hati au watu ili iweje? Ndio maana kwa wale ambao wanafikiri huwa wanapokuwa na pesa nyingi sana, hizo pesa zinaweza zikatumika hata kukandamiza haki za watu wengine, wanajidanganya. Unaweza ukawa na hela na zisikusaidie, wajanja wakakudanganya, wakazila zile pesa na ukabaki vile vile tu wala hujapata unachokitaka. Kwa hiyo bwana Lubea, huu ni ushauri wa bure tu kwamba kuna mahakama ya mirathi hii hapa ambayo ndio mahakama yenye nguvu kwenye swala hili. Hayo mambo mengine si mlienda si kwa Jaji Magimbi, si mlienda Kisutu, hayo mambo mnajifurahisha tu. Hayo mambo mnajifurahisha. Hati ya marehemu Mashimba sasa hivi inatakiwa kusomeka Neema na Suzana Mashimba. Na kamishna alishawahi kumwandikia Ali Lubea barua hii hapa. Hii hapa alimwandikia. Rudisha hiyo hati ulionayo huko, unaodai kwamba ulinunua, rudisha. Na usiporudisha nakupa siku 14, nafuta hiyo hati na toa hati nyingine kwa majina ya wasimamizi. Na akaenda akatoa kabisa hii hapa barua. Akasema nimeshabadilisha majina sasa hivi, na hiyo nyumba inamilikiwa na kina Suzana na Neema Mashimba. Barua hii hapa. Tarehe 11
tarehe 10 Novemba mwaka 2021, wamiliki wanasomeka Neema na Suzana. Hii hapa barua imetolewa na kamishna wa ardhi. Sasa kamishna wa ardhi na msajili wa hati waliingia lawamani. Ndio maana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alisema utapeli huu, unyanyasaji huu, dhuluma hii inayofanywa kwa watu wajane na yatima ulikuwa unasimamiwa na matapeli wa mtaani na baadhi ya watendaji wa serikali wasiokuwa waaminifu, pamoja na kamishna, pamoja na naibu msajili wa hati, kwa sababu ni yeye ndo anayebadilisha. Sasa ukamuulize kamishna wa ardhi, msajili wa hati, mliwezaje kutoa umiliki kwa Neema na Suzana mkaurudisha tena kwa wasimamizi wa mirathi ambao kimsingi sasa hivi hawana nguvu za kisheria? Sasa kama yeye anaamini alinunua nyumba hiyo kwa Rose Mashimba, akamdai Rose Mashimba, kama anaweza akamdai aende akamdai, lakini kwa sasa nyumba ni hawa Neema na Suzana. Na haya mambo ndio yanayoweza yakawafanya serikali wakatembea kifua mbele. Serikali ya watu inapaswa kuhudumia watu, kuwa kimbilio la watu ambao hawana sauti, watu wanaonyanyasika kama hawa yatima. Serikali haipaswi kuwa watumwa wa watu ambao wanajiita ni matajiri, tena pengine hata utajiri wenyewe haujulikani ulipatikana kwa njia gani. Jambo hili liko wazi sana. Hati hapa ilishawahi, kamishna anathibitisha alishawahi kuwamilikisha Neema na Suzana. Sasa alitumia utaratibu gani mwingine kuhamisha huo umiliki kutoka kwa Neema na Suzana kwenda kwa Rose, ambaye huyo Rose ni mshirika wa Alilubea, wanadai waliuzianaga sijui mambo sijui long term lease na vitu gani. Lakini kitu kingine, mtu yeyote atakayeweza, natangaza hapa, kwenda kumletea sheria yoyote ya Tanzania ambayo inasema upangaji unaweza ukawa na miaka 99 au wa milele, nampa milioni 10 akiniletea sheria ya Tanzania inayosema hivyo. Kwa sababu nimemsikia yule wakili wa Alilubea jana anasema, alinukuu mfano wa nchi gani sijui yuko Afghanistan sijui wapi, wao kwamba wanaingiaga mikataba ya milele. Sisi sheria yetu ya ardhi inatoa umiliki kwa vipindi vifuatavyo: umiliki wa miaka 33, umiliki wa miaka 66 na umiliki wa miaka 99, umiliki wa ardhi. Kwa hiyo haitarajiwi upangaji uzidi muda wa umiliki. Ndio maana ikishafika miaka 99, hata wewe ambaye ndio mwenye hiyo ardhi uliomilikishwa na serikali, huo umiliki unafanyaje? Unakoma. Jamaa anakuambia tunaweza kuingia mkataba wa milele. Wakati hapa ukimilikishwa ardhi unapewa hati na unaambiwa muda wako wa umiliki kwenye eneo hili ni miaka 33, miaka 66 au miaka 99. Umiliki hauwezi kuwa wa milele hapa Tanzania. Sisi hatuna freehold system of umiliki wa ardhi. Kwa hiyo haya yote pia yanathibitisha kwamba hata It's me Matt and Polish Foundation from Maybelline, New York, natural matte that fits. Sheria za ardhi kuna kanuni inayoitwa caveat emptor. Caveat emptor maana yake mnunuzi kuwa makini, buyer be aware. Sasa Rubea kama angekuwa na wanasheria makini, mahiri na wanaojielewa, kabla hajalipa hela kununua hiyo ardhi hiyo, alitakiwa aende akafanye search